Anaendelea wakili wa serikali, waheshimiwa majaji, tuliattempt kuitoa hiyo video lakini by technical haikupokelewa. Kuna aina tatu za ushahidi: ushahidi wa maneno, maandishi na maneno, na nimesahau kidogo, mtanikumbusha. Katuga anasema ushahidi wa maneno ni sahihi kama unaaminika kutumiwa bila kutumia documentary evidence. Haya si maneno yangu, yapo kwenye kesi ya Bass Kondo Gilbert versus Jamhuri. Kitu kizuri zaidi kwenye kesi ya Goodluck Kiyando versus Jamhuri namba 118/2013 inasema kwa kila shahidi ana haki ya kuaminiwa, haisemi mpaka uwe na documentary evidence. P1 alisema ni mtuhumiwa aliyechapisha kupitia Jambo TV, na P17 alisema kupitia sisi wewe ndio ulichapisha. Waheshimiwa majaji, kupitia hoja hizi mashahidi wanasema kupitia kitendo cha kuongea na vyombo vya habari, kitendo kilikusudia maneno yako mtuhumiwa ufikie umma ili umma uchocheke. Umma ni kina nani? Kifungu cha 5 cha kanuni ya adhabu ya sheria inayotumika kumshtakiwa mtuhumiwa. Tumezungumza publication ni kitu gani? Black Law Dictionary inatafsiri nini maana ya kutangaza, taking into account that it was live streaming. Hivyo kupitia viini vyote vya uhaini jamhuri imevithibitisha hivyo. Tunaona mtuhumiwa anapaswa kupewa nafasi ya kujitetea kutokana na mazingira ya kesi yake. P1 anasema mtuhumiwa wakati anahojiwa alisema maelekezo yake, ushahidi wake atakuja kutolewa mahakamani. Hivyo kwa kuwa jamhuri imethibitisha viini vya kosa, tunaona ni haki ya mshtakiwa kujitetea kwa mujibu wa kifungu 312(1) cha sheria ya makosa ya jinai. Kwa upande wetu ni hayo tu, waheshimiwa majaji, tunaomba kuwasilisha. Jaji Nigulu anawasha kipaza sauti, anasema hoja zilizotolewa ni nyingi na mashahidi ni wengi, hivyo tunaomba tupate muda wa kupitia na kutolea uamuzi. Kesi inaahirishwa mpaka tarehe 21 mwezi wa 8 2026 saa 3 kamili asubuhi. Imepigwa High Court, majaji wanatoka pamoja na mawakili wa serikali wananyanyuka, na Mheshimiwa Lissu anamalizia kupanga vitabu na sheria zake huku akisemezana na viongozi wenzake wa chama.